Baringo. Kwa hivyo wale ambao wamependa Raila Amolo Odinga, mikono nione juu. Mjue ukitaka kumwona baba Raila Odinga, enda kwa mkutano ya Linda Mwananchi. Nakuru yeye, nataka kujua kama pande hii mnaniona vizuri na huko nyuma mnaniona vizuri, hapa katikati mnaniona vizuri. Nataka kujua kuna pata mnaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna, kwa maombi yangu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama hapa Nakuru leo, ikiwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Na wauliza nyinyi watu, wanasema hapa Nakuru ndio kuna kura ya Kasongo. Wanatuambia hapa kuna kura ya Kasongo. Tumekuja leo, nataka nionyeshe kwa hapa kuna kura ya Kasongo hapa. Huko nyuma kuna kura ya Kasongo. Kasongo! Kasongo! Ruto! Aende asiende? Na tunazo sababu ambazo tunasema lazima Kasongo akanyage kubwa kubwa. DJ ulilala. Tulikuwa tunangoja bana. Nakuru oye! Nakuru oye! Tunavyosema Ruto one term sio kwa sababu tunamchukia mheshimiwa Ruto. Tunasema hivyo kwa sababu kazi imemshinda. Hapa Nakuru vijana wetu wengi sana waliuawa wakati wa maandamano ya Gen Z. Hatujasahau Brayo Vyambo ambaye aliuawa na maafisa wa KWS. Kufikia leo hakuna haki imetendeka kwa sababu ya Brayo. Na ndio kwa maana tunasema tunamwambia William Ruto, sisi vijana tumezaliwa tukalelewa na wazazi wetu wakatupeleka shule. Ile kitu tunataka ni nafasi ya kukua wakubwa ili tuweze kuinua familia zetu kutoka katika umaskini. Lakini hawezi kututawala wakati unatuua bwana, haiwezekani. Na hawezi kutujengea barabara wakati unatuua. Mimi nauliza saa hii familia ya Brian Odhiambo, mkiwauliza wanataka barabara ya Mau Summit kwenda Rironi ama warudishe Brayo hai, watachagua gani? Brayo barabara. Na ndio kwa maana sisi wanalinda mwananchi ambaye tumelelewa na baba Raila Amolo Odinga tunasema maendeleo lazima yawekwe katika muktadha wa mambo muhimu kama maadili ambayo yako ndani ya katiba ya chama na katiba ya Kenya. Hawezi kuniambia ati kijana akiandika kitu kwa Facebook ambayo haupendi ati hiyo inatosha kuua mtu. Tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala, na ndio kwa maana mimi Sifuna
nikiwa student wa baba Raila Amolo Odinga, nilisema wakati tumeandikishana MOU, kitu ya kwanza ilikuwa ni kwamba serikali ya William Ruto iwache kuua vijana wetu. Polisi walitoka Nairobi, wewe fikiria, polisi walitoka Nairobi baada ya sisi kuandikishana mkataba na William Ruto, wakaenda mpaka Homa Bay, wakachukua kijana kwa nyumba yao, wakawacha wazazi wake pale, wakamleta mpaka Nairobi kumnyongea katika kituo cha Central Kenya. Sasa mimi nikasema kama katibu mkuu wa chama ambaye aliandika huo mkataba, siku ile Albert Ojwang aliuliwa, hiyo ndio ilikuwa mwisho ya mkataba ya UDA na ODM. Ndio maana wanajaribu kunifukuza kama ST, wanajaribu kunifukuza kwa sababu nilisimama na Albert Ojwang. Nikasema ya kwamba haijalishi umejenga soko ngapi, Albert Ojwang hawezi kutumia ile soko ambayo imejengwa Homa Bay na Kasongo. Anaweza kuenda kununua samaki pale. Albert Ojwang ako kwa mchanga, si ndio? Tulisema katika mkataba na chama cha UDA ya kwamba lazima chama cha UDA kiheshimu vyama vingine. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom, na wale walimfungulia mlango wa bedroom mnawajua, ni waseme nisiwaseme, mnawajua hamuwajui. Sasa wewe fikiria, nasikia kiongozi wa UDA anasema ati mkishafika kwa bedroom kuna mambo mengine hauwezi kukataa. Nani alisema? Nani alikuambia? Mimi najua kama wakili, hata ukiwa kwa bedroom na msichana na kuambia mahali imefika imezidi, lazima uachie hapo ama tukufunge. Senior Counsel James Orengo yuko hapa. At any one point, vijana mnisikize, wajana ni mwasikize vizuri, hata akuwa amekula fare, hata akuwa ameingia ndani ya bedroom, hata akuwa ametoa nguo, akisema stop, you must stop. Na ndio maana sisi wana ODM tunasema hatuwezi kukubali vile ambavyo UDA imeingilia chama cha ODM. Sasa sisi wanalinda mwananchi, tunataka kuwaambia ni kwa nini tunataka kuwalinda. Tunataka kuwalinda kutokana na ile dhulma ya huyu jamaa anaitwa William Ruto. Wamekuwa wakitudanganya ati kuna formula ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni watu wawili wanakaa wanapiga hesabu ya mara ile ya kutoa na kuongeza. Ati mtu anakunyang'anya 40 bob, anakurudishia 10 bob, anataka umpigie makofi. Nakuru, hiyo itawezekana kweli? Muonyesheni mmemkataa William Ruto. Asante DJ. Ukiangalia vijana wetu wa university kwa sasa hapa Nakuru, ngoja tu. Vijana wewe, wakati William Ruto anazunguka huko akidanganya watu watanafungua university mpya, university zetu zile zilikuweko, tukianza na university ya Egerton hapa Nakuru. University ya Egerton iko na deni ya shilingi bilioni 25 ambaye badala Kasongo alipe ili shule yetu iendelee, anaenda kutanganya ati anafungua zingine. Tena ati ametenga pesa. Wameleta mfumo mwingine hapa ati ya kutafuta vile ya kupea vijana pesa ya help. Ati funding model. Funding model imejaa ukora. Afadhali warudishe ile chief alikuwa anatusainia sisi, akisema huyu kijana ni maskini, anahitaji apewe pesa ya kusoma. Mimi nilisoma na pesa ya help. Hapa Nakuru nimeambiwa na walimu wa Nakuru, wakienda saa hii hospitali vitu ambayo NHIF ilikuwa inalipa, SHA imekataa kulipa, wanaambiwa waongeze pesa kwa hospitali. Sasa ameharibu afya, ameharibu uchumi, ameharibu masomo. Ni nini ingine anataka kuharibu ndio tuweze kumwapatia term nyingine? Mimi nilisema Kenya cannot survive another single year of William Ruto in power. Na ndio maana hii kikosi ambaye iko hapa tumejitolea sisi, hatutarudi nyuma. Nataka kujua, wanatuambia mnatuchocha nyinyi, wanasema mnatudanganya, wakati ya kura mtatoroka. Kama wewe ni muoga saa hii tuone, Nakuru mtatoroka, tutaenda mpaka mwisho. Kasongo aende. Wangapi wanasema Kasongo one time? Wacha kwa haya mengi.
Asanteni sana Nakuru. Nataka nimkaribishe kiongozi wetu Gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo, alafu tusikize ile Nakuru oye! Sijasikia Nakuru oye! Mpaka kule chini Nakuru oye! Wangapi wamesema Kasongo aende nyumbani nione Nakuru? Mimi nataka niseme machache, na hii ni maneno ninaweza kusema Nakuru peke yake. Hapa Nakuru kuna watu walifungwa, wengine wakawekwa kwa jela, wengine wakauliwa hapa Nakuru kwa kazi ya kukomboa Kenya. Nakuru ni muhimu sana. Na kabla sijasema mambo ya Nakuru, na niseme hivi, Baba Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga, maisha ya Baba Raila Amolo Odinga imezimika kwa wakati wa Ruto. Na mimi nasema hivi, Ruto lazima atueleze, Ruto lazima atueleze baba alikufa kwa njia gani? Wangapi wamesema Ruto lazima atueleze? Siku ambayo Baba Raila Amolo Odinga alitoka hapa Kenya kwenda India, madaktari wa Raila Amolo Odinga walikataa katakata, lakini Ruto akapeleka madaktari. Mmoja wao alikuwa ni mkuu wa ile hospitali inaitwa Nairobi West Hospital. Wakatoa ndege, nisikieni, wakatoa ndege maalum kupeleka baba kule India, na baba amerudi kama mzigo. Baba amerudi kama mzigo. Kwa hivyo wale ambao wamependa Raila Amolo Odinga, mikono nione juu. Mjue, ukitaka kumwona Baba Raila Odinga, enda kwa mkutano ya Linda Mwananchi. Kule Busia tumekuwa na baba, kule Mombasa tumekuwa na baba, kule Kitengela tumekuwa na baba, kule Narok tumekuwa na baba, na baba yuko na sisi hapa Nakuru leo. Nakuru. Ile nimesoma kwa watu wa Nakuru, kama kuna kiongozi mbaya ambao ni dikteta, nimeona hapa Nakuru, umsimpatie nafasi, lazima umsumbue, umtatize, msingoje mpaka 2027. Wakati wa kukana Ruto ni sasa hivi. Sasa hivi kila mahali Ruto anapita, kila mahali akipita hapa Nakuru,
Mwambie Ruto aende nyumbani. Mwambie Ruto aende wapi? Ruto aende wapi? Nina mambo matatu tu ya kueleza kwa nini Ruto aende nyumbani. Jambo la kwanza, alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga, ile inaitwa 9-point agenda. Hajatimiza hata moja, hata kipengele moja hajatimiza. Kwa hivyo Ruto aende nyumbani ama siende nyumbani? Aende nyumbani ama siende nyumbani? Ya pili, Ruto ameua watu wetu wengi, na Sifuna ameeleza wawili hapa, ameteka nyara wa Kenya wengi. So Ruto must go home now. Ruto must go home. Nakuru amesema Ruto must go home. Kama si sasa ni sasa. Kama si sasa ni sasa. Na mjue hivi, unajua Ruto anajifanya kama malaika. Nataka msikize vizuri. Mnisikize vizuri. Ruto anajifanya kama malaika. Mwaka wa 2022, nani alisimama na baba kama president? Si Ruto. Nani aliiba kura za Raila? Nani ameiba kura za Raila? Nilikuwa Kisumu jana, nimekuwa Ahero jana, na mjue ya kwamba Nyanza nzima na wiki jana tuko Kisumu. Hata tarehe 26 mtasikia Wajaluo wakisema wadage, 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 yani kusema tumekataa. Wangapi wamesema tumekataa, 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 tumekataa? Na mjue ni one, na mjue hivi, na hii ni muhimu sana. Kenya sasa ina deni ya kupita kiasi. Ni Ruto ametuingiza kwa hayo madeni. Sasa Ruto anauza rasilimali za Kenya kama Safaricom. Kuna rasilimali nyingi ya Kenya ambayo Ruto ameuza. Kwa hivyo mimi naomba hapa Nakuru, Harambee, Harambee. Na mjue Secretary General, katibu mkuu ya ODM ni nani? SGS ni nani? Na kwa sababu Oburu hawezi jana Kisumu, kwa sababu